Kutoka kwa mvuvi wa kawaida hadi kuwa kiongozi anayeheshimiwa kote ulimwenguni, historia ya Papa Francis ni simulizi ya imani, ustahimilivu na kumbukumbu ya zaidi ya miaka 2000. Mary Mwoki anaangazia historia ya upapa ambayo ni simulizi ya imani na uongozi wa kujitolea. Kuanzia Mtakatifu Petro hadi Papa Francis, tunatazama baadhi ya mapapa waliolijenga kanisa Katoliki. Safari ya upapa ilianza na Mtakatifu Petro, ambaye Yesu Kristo alimuita mwamba wa kanisa. Akiwa mvuvi aliyekuwa kiongozi, Petro alihudumu kwa miaka 34. Alikufa kwa njia inayofanana na ile ya Kristo, tofauti ikiwa ni kwamba alisulubiwa kichwa chini wakati wa utawala wa Kaisari Nero. Mahali ambapo sasa panajulikana kama Vatican ndio chimbuko la jina la uwanja wa St. Peter's Square. Kutoka wakati wa Petro hadi kwa papa anayetuma ujumbe kwenye mtandao, kumekuwa na mapapa 266 katika kipindi cha karibu miaka 2000. Katika karne ya 20, Papa Pius wa 12 aliongoza kanisa Katoliki kwa miaka 19, kuanzia mwaka 1939 hadi 1958. Vita vya pili vya dunia vilitokea wakati wa uongozi wake, na raia huyo wa Italia alikuwa na mchango mkubwa katika kuongoza kanisa katika nyakati hizo za misukosuko, akihimiza amani. Rekodi ya papa aliyohudumu kwa muda mfupi zaidi inashikiliwa na Papa John Paul wa kwanza, aliyefahamika kama papa mwenye tabasamu. Alitawala kwa siku 33 tu mnamo mwaka 1978 kabla ya kufariki ghafla kutokana na mshtuko wa moyo. Katika nyakati za hivi karibuni, Papa John Paul wa pili alikuwa miongoni mwa mapapa waliotawala kwa muda mrefu zaidi. Alichaguliwa mwaka 1978 na kuhudumu kwa miaka 29. Alijulikana duniani kote kutokana na safari zake nyingi, mvuto wake wa kipekee na ushawishi katika siasa za kimataifa. John Paul wa pili alikuwa papa wa kwanza kutoka Poland. Alizungumza lugha nyingi, alinusurika jaribio la kuuawa na alisaidiwa kusambaratisha mfumo wa komunisti. Alifariki kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka 84 mnamo mwaka 2005. Papa Benedict alichukua nafasi ya John Paul wa pili. Papa Benedict kutoka Ujerumani alichaguliwa mwaka 2005. Hata hivyo, mwaka 2013 aligonga vichwa vya habari kwa kujiuzulu. Papa wa kwanza kufanya hivyo kwa zaidi ya miaka 600, akitaja sababu za kiafya. Aliishi kwa miaka mingine 11 na kufariki mwaka 2022 akiwa na umri wa miaka 95. Kufuatia kujiuzulu kwa Papa Benedict, Papa Francis alichaguliwa kuwa papa wa 266 na wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini. Mzaliwa wa Argentina, alijulikana kwa maisha ya unyenyekevu na msisitizo wa huruma kwa wote. Papa Francis aliaga dunia siku ya Jumatatu asubuhi akiwa na umri wa miaka 88 baada ya miezi kadhaa ya kuugua. Katika historia, papa ndiye kiongozi wa kanisa Katoliki na askofu wa Roma, akiongoza imani na maadili ya Wakatoliki bilioni 1.4 duniani. Papa ni dira ya maadili, sauti ya haki, huruma na amani kwa wote. Mapapa 266, kila mmoja akiwa na dhamira kuu ya kutumikia na kuwa mchungaji. Kutoka kwa Mtakatifu Petro hadi tabasamu la Papa Francis, upapa unaendelea kuongoza kwa ustahimilivu. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen. Naam, baada ya historia hiyo ya upapa kutoka kwa Mary Mwoki, tunapumzika kidogo tu. Tunarejea hivi punde na mengi zaidi, ikiwemo mdahalo wetu wa Mwenge wa Kaunti. Kama nilivyokuarifu awali, hii leo tunazungumzia masuala ya hazina ya maeneo bunge, yani NGCDF, na tutakuwa hapa na wageni ambao ni wabunge watakuwa wanatuelezea kwa nini hili ni jambo ambalo wanalitetea sana, licha ya kuwa mahakama kuu mwaka jana iliamua kuwa hazina ya NGCDF inakiuka katiba, na wakatoa makataa ya Juni 30 mwaka ujao.
kwa NG-CDF kuweza kukoma. Mtazamaji, tungependa kusikiza kutoka kwako. Je, madhumuni ya hazina ya maeneo bunge yameweza kuwafikiwa mahali ulipo? Tuarifu. Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Tunarejea hivi punde, usiondoke.